Naam, pasina shaka ngoja nikupe story. Ni katika ukumbi mkubwa wa Impact Arena jijini Bangkok nchini Thailand. Taa zikiangaza taratibu na sauti za shangwe zikihanikiza kama mawimbi kushangilia jina la mshindi mpya wa Miss Universe 2025 lilipotamkwa, ambalo ni la mrembo kutoka Mexico, Fatima Bosch, mrembo na kijana mwenye historia ya kuambatana na vizingiti vya maisha. Alisimama akiwa na machozi ya faraja na furaha. Safari yake kuelekea taji hilo haikuwa ya kawaida. Ilikuwa safari ya kupanda na kushuka, kufokewa na hata kutishia kuondolewa kwenye mashindano. Licha ya yote hayo, ushujaa wake ulimfikisha kwenye kilele cha urembo duniani. Lakini wakati kamera zikimfuata huku ulimwengu ukimpongeza, barani Afrika kulikuwa na simulizi nyingine yenye kutafakarisha na kujiuliza kuwa ni mamisi wangapi waliowahi kupanda jukwaa hilo na kulifanya bara hili liandikwe kwenye historia ya Miss Universe tangu kuanzishwa kwake mnamo mwaka 1952. Iko hivi, safari ya Afrika kwenye mashindano ya Miss Universe ni kama hadithi ya shujaa anayepanda mlima mrefu wenye kona nyingi, safari ngumu yenye vizuizi, lakini yenye ushindi unaovunja rekodi. Kwa miongo kadhaa, bara ambalo mara nyingi hupuuziwa kwenye majukwaa ya kimataifa lilisimama kidete, likitoa warembo waliovunja rekodi, waliopambana na mitazamo potofu na waliothibitisha kwamba urembo wa Kiafrika una nguvu ya kipekee. Kila taji lililowahi kuletwa barani humu limekuwa zaidi ya ushindi, limekuwa nembo ya sauti ya mwanamke wa Kiafrika. Historia hiyo ilianza mwaka 1978 kupitia Margareti Gardiner wa Afrika Kusini, mrembo wa kwanza kabisa kutoka bara hili kushinda taji la Miss Universe. Ushindi wake ulikuwa wa kihistoria katika kipindi ambacho dunia ilikuwa bado imejaa mgawanyiko wa ubaguzi wa rangi. Margareti alisimama kama daraja, alileta taswira mpya ya taifa lake na bara zima. Wakati ulimwengu ukijifunza upya maana ya umoja na usawa, ushindi wa Afrika Kusini ulifungua milango kwa vizazi vya mamisi wa Afrika kuamini kuwa ndio inawezekana. Miaka 14 baadaye, nazungumzia mwaka 1992, Afrika ilipiga hatua ya pili kupitia Michelle McLean wa Namibia. Wakati huo Namibia ilikuwa bado taifa changa, chini ya miaka miwili tu tangu kujinyakulia uhuru wake. Lakini Michelle alikuja na kitu ambacho dunia haikuwa imetarajia: muktadha wa taifa jipya, sauti mpya na uzito wa ndoto za vizazi vipya. Ushindi wake ulifanya Namibia kuingia katika ramani ya ulimwengu kwa mara ya kwanza kupitia urembo. Kisha mwaka 1999, Mpule Kwelagobe wa Botswana alipoingia jukwani, upepo uligeuka na watu hawakuamini. Mpule alikuja na mtazamo wa mwanamke wa Kiafrika aliyejasiri, anayejua thamani yake, na alizaliwa wakati ambao wanawake barani Afrika walianza kudai nafasi yao bila hofu. Ushindi wake ulibadili Botswana, nchi ndogo, ikazungumzwa duniani kwa fahari ya urembo. Mwaka 2011, Afrika ilishuhudia historia nyingine kupitia Leila Lopez wa Angola. Huyu ndiye malkia ambaye dunia ilimpenda kwa asili yake, utulivu wake na namna anavyozungumza, mazungumzo yake ya kina kuhusu kujipenda na kukubali ngozi ya mtu wa Afrika. Leila hakuwa Miss Universe tu, alikuwa alama ya uzuri wa Mwafrika mweusi duniani. Ulimwengu ulisimama kumwangalia na aling'aa bila hata taa kizani. Mwaka 2017, miaka 6 baadaye, Afrika Kusini ikaibuka tena na Miss Denny Leigh Nel Peters. Alishinda, na miaka miwili baadaye 2019, dunia ilimtazama Zosbin Tunzi, mwanamke mwenye nywele asili, sauti kali
na ujumbe wa kupambana na dhulma za kijamii. Zozi aliandika historia si tu kama mshindi, bali kama ishara ya urembo isiyopaswa kuongezwa ili kupendeza macho ya dunia. Alikuwa mwenye msimamo sio tu kwa muonekano tu, hata kwenye urembo wake. Lakini si washindi pekee waliolitangaza bara la Afrika. Wengine walifika mbali kiasi cha kusimama sambamba na washindi wa top 5 kwa ushawishi na mvuto wao. Nchini Tanzania tulimshuhudia Flaviana Matata mwaka 2007. Alitikisa dunia kwa ubunifu wake, akiachia shingo yake ielee mithili ya twiga mwituni, kisha kichwani akaamua kupiga dongo ama upara na kuvaa ujasiri uliovunja taswira ya urembo wa jadi. Wengine ni Olivia Yache kutoka Cote d'Ivoire ama Ivory Coast mwaka 2021 na 2025. Alifanya Afrika Magharibi kuamka upya katika dunia ya urembo, bila kumsahau Awinja Rogers kutoka nchini Kenya mwaka 1987, mmoja wa waanzilishi waliovusha Afrika Mashariki kiutamaduni, na warembo wa Misri mwaka 1954 na 1990 walioingia top 5 wakati bara likiwa bado linajenga utambulisho wake wa mashindano ya urembo. Kila mmoja wao alileta ladha tofauti, historia tofauti na alama inayobaki milele. Kwa jumla, Afrika imetoa malkia 6 wa Miss Universe na zaidi ya 12 waliowahi kufika top 5. Ni safari ya fahari, safari ya kupambana, safari ya kuthibitisha kwamba uzuri, hekima na sauti ya mwanamke wa Kiafrika vina nafasi muhimu duniani. Na kila mwaka mpya, jukwaa hili linabaki kuwa njia ya kuonesha thamani ya bara hili lenye hadithi zisizokwisha. Leo Fatima Bosh akiongoza kama malkia wa sasa, historia inafungua ukurasa mwingine, huku ulimwengu ukitazama hatua yake ya kwanza kama Miss Universe 2025. Afrika nayo inajiandaa kuandika ukurasa mpya, labda malkia mwingine, labda top 5 mwingine mpya, au labda hadithi ya msichana mdogo mahali fulani barani ambaye anatazama runinga akisema kimoyomoyo, siku moja nitakuwa pale pahali dada zangu wa kale tangu kale walianza harakati za kusogea. Tukae ulimwengu nasi utuone, tung'ae, shangwe zipigwe na taji tuvae, vipaji vikue na Afrika ing'are.